Kisumu. Ni maandamano ya wafanyabiashara wanaowalaumu maafisa wa polisi katika kituo cha polisi cha Central baada ya mshukiwa wa wizi wa magari kuachiliwa katika hali ya kutatanisha. Walitaka maelezo kwa nini mshukiwa huyo aliachiliwa bila kushtakiwa. Ambapo akachukua gari akaenda nayo Nairobi. Ameuza gari Nairobi. Ambapo tukimpata kwa barabara hapa Imperial Hotel tumemshika. Tukamleta na madriver zangu, nimemleta mpaka Central Police Station. Ilikuwa juzi. So akifika hapa Central Police Station nikapata ameiba magari 11. Moja iko hapa. Hata moja iko hapa nyuma ya police station. Bado wameficha hapo nyuma. So huyu mtu polisi wakaniambia wanaenda kuova affidavit so that apelekwe kotini on Friday. Lakini OCPD wa Kisumu Christopher Mushimba ametetea idara ya polisi akisema polisi walienda kotini kuomba mahakama imzuie wakikamilisha uchunguzi zaidi. Hata huyu alienda kotini, sawa sawa? Na koti imepatia everybody. Sawa sawa? Umejua? Ni hivyo. Kila mtu amelala. Wawili hawa ni washukiwa wa ulanguzi waliokamatwa na polisi katika kaunti ya Embu wakiwa na misokoto ya bangi yenye thamani ya shilingi milioni 5. Kamanda wa polisi katika kaunti hiyo Kwalicha Roba anasema wawili hao walikamatwa wakati polisi walipovamia nyumba yao katika mtaa wa Dallas. When we counted, we found that the 6.5 bags contained 2,008 stones of bangi, plus 30 liters of ethanol, which is supposed to be for the purpose of preparing second generation alcoholic drink. Afisa huyo amesema misako ya polisi itaendelea katika kaunti hiyo hadi pale watakapokabiliana na ulanguzi wa dawa za kulevya. Na katika kaunti ya Kiambu, kero la unywaji wa pombe miongoni mwa wanaume katika kaunti ya Kiambu ndio chanzo lililosababisha kina mama hawa kuvamia baa moja eneo la Tiekunu, wilaya ya Limuru, na kuharibu chupa na vikombe vinavyotumika kuuza pombe, wakilalamika kuwa muuzaji pombe hizo anawaharibu waume zao. Mfanyabiashara huyu aliangalia tu, huku kina mama hawa waliokuwa na hasira wakiharibu mali yake. Kina mama hawa wanasema kuwa mfanyabiashara huyo amekuwa akiuza vileo hadi vijijini wakati usioruhusiwa. Bado anatutisha akisema yeye hakuna mahali anaenda, atakaa hapa kwa nguvu, na kazi yake ni kutusi watu. Wamama hapa hawafanyi kazi vizuri, juu akiwaona akiosha huku nyumba zake anaanza tu kuwatusi. Huanza kuuza pombe asubuhi. Na hata tukiita askari akishikwa anaachiliwa. Kaunti ya Kiambu ni mojawapo ya maeneo ambao vijana na wazee wengi wameathirika na pombe haramu, huku Rais Uhuru Kenyatta akiwakabidhi mamlaka idara ya usalama na uongozi wa maeneo hayo kutatua swala hilo ambalo ni donda sugu. Winnie Atieno, QTV.